Shalom, shalom. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, jina linalozidi majina yote. Ni Mwalimu Chris Deogratias, Goshen One Injili na Ushuhuda TV. Ni rafiki, ni mtumishi pamoja na watumishi wa Mungu, mtumishi Geoffrey Kaputa wa Uamsho wa Kanisa TV, lakini pia tunashirikiana na mtumishi Aston Adam Mbaya kutoka nchini Kongo, ambaye kwa neema ya Bwana ametupa ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu, na siku si nyingi tutakuwa na mkutano na semina pamoja naye kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 12. Kama mnavyoona matangazo yanaendelea promova. Kwa hiyo ni kushirikishe kwa namna ya pekee, maana iko gharama pia, gharama ya maombi. Jua sasa tayari nchi ya Kongo kuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Lakini pia ziko gharama za fedha. Kwa hiyo tukukaribishe popote ulipo, iwe ni ndani ya nchi ya Tanzania, uwe nje ya nchi ya Tanzania. Tunakusihi sana shiriki pamoja nasi kwa njia ya maombi, lakini pia kwa sadaka yako ya Injili, sadaka yako ya upendo. Maana Biblia inasema watendaji wasipopelekwa, na wewe na mimi ndio ambaye Bwana ametupa neema sahihi tupate kumtumikia kwa fedha zetu. Kwa hiyo wewe ambaye una sadaka yako unaweza ukawasiliana nasi kupitia channel hii, na hata tukakupa namba za simu. Kwa mfano nikitaja namba ambayo iko kichwani, ambayo pengine unaweza ukajitoa kwa ajili ya kufanikisha semina ile kubwa. Unaweza ukawasiliana nasi kwa njia ya simu ya alama kujumlisha 255 866 829 Ni Mwalimu Chris Deogratias. Leo tunao ujumbe ambao Bwana ametupa kwa habari ya wachungaji. Kifupi, kila ukitazama uso wa Bwana Yesu lia machozi kwamba wachungaji wamemwacha, wachungaji wamemuasi, wachungaji wameacha kazi yake, wachungaji wamegeuza huduma kuwa biashara, wachungaji wameacha kondoo, mbwa mwitu wameingia makundini, wametawanya kondoo, na kondoo wa Bwana wako milimani. Sasa hivi washirika matajiri ndio wanaojaliwa na watumishi, lakini pia wameruhusu mafundisho potofu, wameruhusu mambo ambayo Bwana Yesu ameyakataza wala si ya kwake. Kwa hiyo muda umefika. Katika Ezekieli 34 anasema nitawafukuza wale wachungaji ambao si waaminifu. Bwana anawafukuza, kisha anainua wachungaji watakaoliongoza kundi lake katika malisho ya majani mabichi. Kwa hiyo umefika wakati wa uamsho. Bwana anainua watu wake, wengine kama kina Petro hawana hata elimu, hawana hata cheo, lakini hao ndio watakaowapa neno la ukweli, injili ya utakatifu. Maana anasema mwisho hauji mpaka injili ya utakatifu, ile injili ya neno la ufalme, neno litakaloandaa watu kwa ajili ya kuingia mbinguni litakapohubiriwa ulimwenguni kote. Ukisoma Mathayo sura ya 24 zile mstari wa 14 utakuta ameeleza vizuri. Kwa hiyo ni nyakati zimefika, injili ya uamsho na utakatifu wa kweli inahubiriwa sasa. Kwa hiyo usiangalie nani anahubiri, bali elewa ni Bwana anaachilia roho ya uamsho, roho ya nabii Elia, nabii Yohana, kwa ajili ya kumtengenezea Bwana njia, kwa ajili ya kumwandaa bibi harusi. Kwa hiyo leo tunao ujumbe kwamba Bwana anaenda kuwaadhibu wachungaji wake. Wachungaji wote walioacha kazi ya Bwana, waliobadilisha huduma kuwa biashara, Bwana atawaadhibu. Kama vile alivyomwadhibu rafiki yake Musa, ndivyo hivyo hatamwachilia yoyote. Kama vile Biblia inavyosema, hakuacha malaika walioasi, Bwana hakuacha, bali aliwatupa wote katika shimo, na wamefungwa hata siku ile ya hukumu kuu. Ndivyo anavyoenda kufanya sasa kwa wachungaji waongo. Wachungaji wamehubiri uongo, wameruhusu machukizo ndani ya kanisa. Leo watu wanashangilia makanisani umeokoka, lakini wote wanaenda kuzimu. Na sasa tutaenda kuzungumza kundi la wachungaji wanaoenda kuzimu kwa ajili ya kosa moja. Tutaanza na jambo moja ili wakutengeneza atengeneze, na yule wakutotengeneza wakushupaza shingo ashupaza shingo. Kundi la kwanza la wachungaji wanaoenda jehanamu ni mchungaji yeyote aliyesherekea au kufundisha au kuruhusu kanisa lake lisherekee Christmas. Mchungaji yoyote
uko kwenye kanisa lolote, iwe ni huduma binafsi, ni kanisa kama jumuiya, wewe ambaye unaruhusu sherehe ya Krismasi au umewadanganya Wakristo kwamba kusherekea Krismasi si dhambi, unahubiri habari za Krismasi, wewe ukifa tayari hukumu yako imekwisha kupangwa. Hakuna mchungaji yoyote anayosherekea Krismasi, hamna mshirika yoyote, wala watoto wala wakina mama anayesherekea Krismasi, hata kuandaa chakula tu, hata kuwatakia wengine heri ya Krismasi, anaingia mbinguni hata moja. Kwa hiyo naomba niseme na wachungaji, utapata adhabu iliyo kubwa zaidi, maana Biblia inasema yule aliyefanya dhambi, aliyekosea, aliyeenda kinyume kwa kutokujua ataadhibiwa kidogo, lakini yule aliyefanya kwa kujua ataadhibiwa zaidi. Na wachungaji wote wanajua tarehe 25 Disemba sio siku ya kuzaliwa kwa Yesu, ni siku ya kuzaliwa kwa miungu ya kipagani, siku ya kuzaliwa kwa Nimrod. Kwa hiyo wote wanaofanya ibada ya Christmas wanakwenda kuzimu. Tulipita wakati fulani na mtumishi wa Mungu, mtumishi Geoffrey Kaputa, tulienda Songwe tukahubiri Injili, tukafika Mpanda vijijini, tukafika Kagera, tukafika Geita, Bwana katupa neema, tukafika mpaka tukafika Katoro, tukafika maeneo mengi. Lakini maeneo mengi tulikofika tukakuta shetani kupitia makanisa ambayo yanadanganya watu ni makanisa ya wokovu, tayari amepeleka nyaraka toka vyuo vya Biblia kusema kwamba mimba ya Yesu ilitungwa mwezi wa 3 na alizaliwa kweli mwezi wa 12. Hayo ni mafundisho yanayoletwa sasa hivi kwa kasi kubwa kutoka kuzimu, na makanisa yote yanayokubaliana na mafundisho ya Krismasi, yanayosherekea Krismasi, na washirika wote na wachungaji wote wanaosherekea na kufundisha habari ya Krismasi, wote wanaenda kuzimu. Hautamuona hata mmoja mbinguni. Naomba nisiwe mchoyo wa fadhila, kwa sababu tunao ushuhuda. Kama una ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu, unaweza pia ukasoma sehemu yake ya 5 ukausikiliza vizuri. Ndio maana tunapiga kelele watu waache Krismasi, ni sherehe ya kipagani, sio sherehe ya Bwana. Kwa hiyo kimbia wewe Mkristo unayetamani kuingia mbinguni, usisherekee Krismasi. Lakini nikuunganishe na ushuhuda huu pia umeusikia kupitia Promova TV, lakini pia kupitia Shuhuda za Kweli, lakini pia hata kupitia hii channel Goshen 1 Injili na Shuhuda TV. Tumeanza kusimulia lakini hatujaumaliza. Kwa hiyo naomba nikuunganishe na Promova TV angalau dakika chache upate kipande cha haya ninayoyahubiri, maana Biblia inasema neno huthibitika kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3. Naomba nikuunganishe moja kwa moja usikilize, halafu tutamaliza kwa kukuombea. Wewe ambao umewahi kusherehekea Christmas mara nyingi, acha kuanzia sasa, maana sio sherehe ya Kristo, ni sherehe ya kipagani. Karibu. Ni mwanamke walikuwa wapenzi, yani boyfriend na girlfriend. Wakati wa Krismasi ya mwaka 2013 ilipofika, walienda kwenye mgahawa kula na kuwa na wakati mzuri. Ni wakati walipokuwa wakirudi ndipo walipopata ajali katika barabara ya Boulevard ya jijini. Nikamuuliza Bwana, je, umekosea nini? Bwana akasema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Walipenda kusherehekea Krismasi na hii ndiyo hukumu yao. Mpendwa, hebu fikiria tu, kwa sababu tu ya sherehe ya mapumziko iitwayo Krismasi, roho za watu hawa zilipotea. Yesu alikuwa hajamaliza kuongea wakati ambapo tulisikia mtu nyuma yetu akimwita Bwana Yesu na kusema, Yesu, tafadhali niondoe mahali hapa, nimeteseka vya kutosha. Tulielekea shimoni ambako sauti hiyo ilitoka. Niliona kwamba wakati tunakwenda huko, Bwana alikuwa akilia na akitokwa na machozi kama mtu aliyefiwa na mpendwa. Ndipo nikaona kutoka kwenye shimo mwanamke ambaye alikuwa akilia. Hakukuwa na macho katika mashimo yake ya macho, kwa kuwa mwili wake uliteketezwa kwa moto. Niliona kwamba ndani ya shimo lake kulikuwa na kama sufuria kubwa iliyojaa nyama, lakini kulikuwa na sauti ikipiga kelele ya haki. Nikamwambia Bwana, alifanya nini? Bwana alisema, mwanamke huyu hakuwa akienda kusherehekea Krismasi, lakini kila Krismasi alikuwa anapika chakula na nyama nyingi.
na aliwaalika watu waje kusherehekea. Kisha siku moja ya Krismasi, baada ya kupika, alikuwa akipiga kelele barabarani, heri ya Krismasi, Krismasi njema kwa kila mtu. Wakati alikuwa akipiga kelele heri ya Krismasi, Roho mkuu wa Krismasi alikuja na kuiambia roho yake, kwa kuwa umekuwa ukipiga kelele kuliita jina langu, nimekuja. Na pepo huyu aliingia nyumbani mwake. Bibi huyu hakuweza kuona pepo la Krismasi ambalo mnaliita Father Christmas. Siku chache baadaye aliugua na akafa. Siku hiyo ya kifo chake, Father Christmas alikuja na kuitupa roho yake mahali hapa. Yeye hakujua kamwe kwamba alimwalika pepo huyu ndani ya makazi yake. Nilipoona vitu hivi, nililia sana. Yule mwanamke akamwambia Bwana, Bwana, unajua kwamba nilikutumikia kwa uaminifu. Nilikuwa nikifanya usafi kanisani na nilikuwa nabeba Biblia ya mchungaji. Nilikuwa nikitoa zaka yangu. Nilikuwa nafanya uinjilisti. Yesu alisema, nazijua kazi ulizonifanyia, lakini haukuwa na busara na haukujali, kwani ulijua neno langu na kanuni zangu, lakini uliendelea kusherehekea sikukuu hii kwa hiari kabisa. Ulipuuza sauti ya Roho kwa sababu ya ukosefu wa umakini. Kwa kusherehekea sikukuu hii, ulienda kumwabudu Mungu huyu wa Krismasi ambaye ni pepo. Hautakuwa na Mungu mwingine ila mimi. Umechelewa sana na hakuna kitu ninachoweza kufanya. Kisha tulihamia kwenye shimo lingine ambapo niliona watoto 4. Walikuwa wameshika nyundo za moto na walikuwa wakimpiga mwanamke kwa nyundo hizo. Wakasema, hatukufanya chochote kibaya, lakini mwanamke huyu alituleta hapa. Yeye ndiye aliyetufundisha kusherehekea Krismasi kila mwaka. Ndiyo sababu tuko hapa. Bwana akasema, mwanamke huyu ndiye mama wa watoto hawa 4. Alikuwa akinunua nguo za watoto wake kila mwaka wakati wa Krismasi, na walikuwa wakisherehekea. Siku moja walikuwa kwenye basi na walipata ajali na wakafa. Mama akamwambia Bwana, watoto walikuwa wakinishinikiza kila Krismasi niwanunulie nguo mpya, na sikuwa na njia nyingine ila kuwapendeza ili kuwa na amani. Nilitaka kuwafurahisha. Bwana alisema, binti yangu, imeandikwa, usifuate ulimwengu huu wa sasa. Ninyi si wa ulimwengu huu. Wapendwa, hatuwezi kufanya vitu na kufuata mila ya ulimwengu kwa sababu tu watu wa ulimwengu huu wanafanya. Sisi sio wa ulimwengu huu. Wacha tujifunze kutumia uhuru ambao tumepokea kutoka kwa Roho. Bwana akasema, binti yangu, muda wako umekwisha. Tulipokuwa tunahamia mahali hapa, kulikuwa na mashimo kila mahali na watu walipiga kelele kwa sababu ya maumivu. Kulikuwa na pepo wakidhihaki roho hizi mahali hapa. Walikuwa wakisema, ninyi watu mlikuwa mnaabudu Father Christmas kwa kusherehekea Krismasi. Huu ni ufalme wenu. Mtasherehekea na kumwabudu Father Christmas hapa milele. Kwa nini mnalia? Mko katika ufalme wenu. Huu ni ufalme wenu milele. Wakati tukiwa katika chumba hiki cha kuzimu, nilitazama lango ambalo tulitumia kuingia kwenye chumba hiki cha kuzimu. Niliona mapepo yakiingia langoni na watoto kadhaa. Yalikuwa yakiwavuta watoto hawa kwa nyaya ambazo zilikuwa zimeambatana na ndimi zao. Bwana akasema, unaowaona ni wageni wapya. Wamekufa duniani na wana alama ya Father Christmas 666 kwenye paji la nyuso zao. Walikuwa wakililia msaada. Bwana alikuwa na upendo kwa roho hizi, lakini aliendelea kusema, mmechelewa,
mmechelewa. Mpendwa, ni mara ngapi mimi na wewe tumesherehekea sikukuu hii ya kipagani? Kisha nikaona kwa mbali roho ambayo ilikuwa ndani ya lava ya tindikali. Tumbo lake lilikuwa kama mita 4 na mapepo walikuwa wakitoboa tumbo lake na mikuki. Bwana akasema, mtu huyu ameishi miaka 55 duniani tangu kuzaliwa hadi kifo. Alisherehekea Krismasi kila mwaka. Hakukosa kamwe kusherehekea. Alikuwa akinunua chakula na nguo na kwenda kusherehekea. Aliendelea kumwambia mkewe, lazima tusherehekee na kufurahia wakati huu wa maisha. Ninafurahi kuwa pamoja nawe. Bwana alisema, chakula chote ambacho alikuwa amekula katika sherehe zote za Krismasi miaka hii yote kiko ndani ya tumbo lake. Ndiyo sababu mapepo yanafanya hivyo. Yesu alisema, mapepo yatamchoma milele. Na nikaona kwamba hakuweza kusimama kwa sababu ya tumbo lake. Alikuwa akiita jina la mchungaji wake, lakini alikuwa amechelewa sana. Alikuwa pale ndani ya moto. Ndipo nikamwona mhubiri huko kuzimu akihubiri na kuambia watu waliopotea, msisherehekee Krismasi kwani ni ya kishetani. Niliona kwamba roho nyingine zilikuwa zikiomba msamaha. Roho nyingine zilikuwa zikimtukana. Nilimuuliza Bwana, kwa nini mhubiri huyu ameangukia mahali hapa? Bwana alisema, katika kanisa lake alikuwa akihubiri kwamba watu wanaweza kusherehekea Krismasi. Kila watoto wa Krismasi walialikwa na kupewa zawadi kanisani kwake. Alipokufa aligundua kuwa alikuwa na makosa. Ndio maana unamwona akihubiri hivi, lakini amechelewa sana. Tulipofika kwake akasema, Bwana nirehemu, nilifanya kazi yako na nikavuna roho duniani, na nilipoanguka kuzimu niligundua kosa langu. Ndiyo maana ninahubiri hapa na roho nyingi zimeniamini. Nitoe hapa. Bwana alisema, mtumishi mwongo, ulijua neno langu, lakini ulitaka kufuata maadhimisho ya ulimwengu na ulihubiri kwamba kusherehekea Krismasi ni sawa. Umechelewa. Tulipokuwa tunaondoka, mhubiri huyu alianza kumtukana Bwana na alikuwa akikufuru. Bwana alikuwa akitokwa na machozi. Katika mahali hapa niliwaona makardinali wa nchi yetu. Sitataja majina yao. Niliwaona makuhani wa Katoliki na mapapa. Hii ilikuwa haiwezi kuvumilika. Kulikuwa na watu katika moto wa lava ya moto. Wengine walikuwa wakitafuta njia ya kutoka, lakini hakukuwa na mahali pa kujificha. Walikuwa wakielea kwenye mto wa moto. Watu hao walikuwa wakiomba msaada wakisema, tumefanya nini kustahili adhabu hii? Ukuta wa eneo la mahali hapa pia ulikuwa ukiwaka moto mkubwa. Katika machafuko haya nilikuwa nikisikia sauti ikisema, ongeza joto. Kwa kila nusu saa kulikuwa na ongezeko la joto ya lava. Huwezi kufikiria kile ninachokisema. Kulikuwa na mayoo yasiyokoma. Huwezi kupata picha ya mahali hapa pa kutisha. Mahali hapa nilimwona kardinali wa shule maarufu katika jiji letu. Alikuwa amezungukwa na watoto ambao walikuwa wakimshika. Walikuwa wakisema, Baba, wewe ndiye uliyetuleta hapa. Watoto hawa walijiunga na waumini waaminifu wa kanisa Katoliki. Walikuwa wakimtesa kardinali huyu wakisema, tumekuja hapa kwa sababu yako. Ndugu yangu, baada ya kuona mateso haya ya kuzimu, maisha yangu hayakuwa sawa na mwanzo tena. Mtumishi yeyote, kanisa lolote wanalosherehekea Krismasi
Mkristo yoyote unayesherehekea Christmas, nafikiri umepata ushuhuda. Lakini pia ukisoma Wakorintho ile ya 10 anasema sitaki ninyi mshirikiane na mashetani. Christmas ni sherehe ya kuzimu. Unapoona Christmas, maana sasa hivi hakuna Muislamu, hakuna mpagani, hakuna nani. Dunia nzima wako mbio mbio kusherehekea Christmas. Ukiona jambo lolote dunia nzima wanaliendea mbio mbio, ujue mdhamini nyuma hilo jambo ni shetani mwenyewe. Kwa maana mambo ya Mungu unaona ni kama vile manyonge. Kwa nini? Kwa sababu shetani hayatii nguvu, hayuko nyuma yake. Lakini jambo lolote kana dunia nzima wanalipapalakia, basi ujue ni Mkristo, funga break. Kwa hiyo naomba nikusisitize wachungaji, yako makanisa mengi, watu wanafarijana makanisa ya wokovu. Kanisa lolote linalosherehekea Krismasi ni kanisa la kuzimu, ni babu Christmas, na wengine hata ile midori ya babu Christmas wanaweka kwenye makanisa. Wengine ule mti wa Christmas wanaweka kwenye makanisa wakijua wanampendeza Mungu, kumbe wanakaribisha kuzimu itawale kanisa. Hakuna mtu anaenda mbinguni aliyesherehekea Krismasi hata moja. Wewe wakusikia wakupuuza puuzia. Na wewe mchungaji unaongoza kundi kusherehekea Krismasi kwa sababu unapata mafungu wakati huo. Familia nyingi wanajifanya wako busy, lakini Krismasi wanakuja makanisani na zawadi na mabahasha yamejaa. Ndio maana unaona shida kusitisha kuambia ukweli. Krismasi ni sherehe ya kuzimu. Sikia, utaenda kuhubiri kuzimu na hautasikilizwa na yoyote. Unalokataa kulihubiri sasa, utalihubiri wakati ule, lakini utakuwa umechelewa. Ni Mwalimu Chris Deogratias, Goshen One Injili na Ushuhuda TV, Kanisa Takatifu la Uamsho Tanzania, shirika na mtumishi Aston Adam Mbaya na mtumishi Geoffrey Kaputa. Tunakukaribisha sana popote ulipo. Unatamani kusikia injili ya kweli, unatamani kuishi kwenye maisha ya wokovu wa kweli, ubatizo wa kweli. Ubatizo wa kweli ni ule ubatizo kwa jina la Yesu, sio ubatizo wa utatu wala wa visima, na una kanuni zake. Naomba nikukaribishe sana, subscribe channel hii, na rudia masomo mengi tumekwisha kufundisha na bado mengi Bwana anaendelea kutupa, na nikukaribisha sana katika ule mkutano na semina kubwa ya mwezi wa 7 mwanzoni pale Mbinga. Kokote uliko, shiriki pamoja nasi na Bwana atakubariki sana. Wewe mliyezoea kusherehekea Krismasi, acha kuanzia sasa. Kanisa wakiendelea kung'ang'ania Krismasi, ondoka. Ufunuo 18 mstari wa 4, Biblia inasema tokeni kwake enyi watu wangu. Kana mchungaji yote anang'ang'ania Krismasi, huyo ni wa kuzimu. Kanisa lote linalong'ang'ania Krismasi, hilo ni la kuzimu. Jiponye nafsi yako, ondoka, jiponye nafsi yako. Wakorintho wa 2:6-17, ondokeni kati yao wala msiguse chochote kilicho kichafu. Ni Mwalimu Chris Deogratias. Ninakusi subscribe channel hii, lakini usiache kushare ujumbe huu kwa watu wengi wezavyo, na Bwana akubariki sana. Amen.